vijana wazalendo tuliamua kujenga nchi yetu kwa vitendo, tunataka kujenga nchi kwa maneno. Mimi ni fundi sio kuchomelea, lakini nimeona sio vyema nikaanzisha swala la vijana ambao nilikuwa naona vijana wengi wako mtaani, nikaanzisha swala la kujitolea kwenye mashule, kwenye ukarabati wa madawati mashuleni. Tulianza mkoa wa Mtwara, wilaya Masasi, tumezunguka mikoa karibu mkoa 4. Kwa kweli matokeo yanakuwa mazuri kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi ya kizalendo na pia tunajitoa sana, na kazi tunayoifanya kazi kwa sababu tuendeleze elimu. Kuimba sisi tumelipokea na sisi tunaukaribisha, na kwa kuwa tunatoka hapa tunakwenda kwa mkurugenzi na tutatoa maelekezo kwamba waone namna ya shule ambazo tutaweza tukaanza nazo, kwa sababu madawati mabovu yapo na sisi kuimba pia tuna uhaba pia wa madawati. Kwa hiyo tutatoa maelekezo waone shule gani ambazo wataanza nazo bila kuchelewa. Ikiwezekana hizi shule za hapa mjini kwanza, kwa sababu hapa zipo, waone namna gani ya kuanza nazo. Madawati yaliyoko sawa, kwa vifaa vilivyoko vichache vinaweza kupatikana, kazi ya marekebisho hii ianze, kwa sababu huwezi kupata mafundi bure alafu ndio tena ukazembea kununua tu vifaa ambavyo vinaweza kusaidia kurekebisha madawati ambayo ni mabovu. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie hawa sisi tumewapokea na tutawasiliana, kwa sababu tunakwenda hivyo, tutawasiliana na mkurugenzi aone namna ya kuliratibu ili jambo liweze kwenda vizuri. Hii nia yao, hatuwezi sisi kuimba tukawa sehemu ya kukwamisha nia nzuri kabisa ya uzalendo ambayo wao wameona namna ya kujitolea ndani ya nchi, na sisi Mwanza tukabahatika kupata, na hapa kuimba tumebahatika kuwapokea. Kwa shule ya msingi tulikuwa na shule 99 ambazo mahitaji yake ni jumla madawati 2039. Shule za sekondari ni shule 23 ambazo viti viko 2564 pamoja na meza 2622. Kipindi tunachakata ili kuweza kulikamilisha swala hili, tulikuwa tunajaribu kushirikiana na viongozi wenzetu hao. Tulikuwa tunasema kulingana na jiografia yetu ya Kwimba ilivyo, Kwimba ni kubwa sana. Tukisema twende shule kwa shule, inawezekana hata mwaka ukaisha zoezi hatujalikamilisha. Sasa tulikuwa tumependekeza kama itawezekana twende kikata, ikiwa na maana kwamba wafundi hawa wanafika kwenye kata husika kupitia mwenyeji ambaye ni afisa elimu kata, anakuwa amekwisha organize walimu wake na center ambayo wataitumia kuweza kufanyia hiyo kazi. Mheshimiwa Rais amejenga baadhi ya mashule mengi, kaanzia kujenga, kaweka madawati, kaweka kila kitu kinachotakiwa. Lakini ulishapokea dawati kwenye shule, likiharibika unaliweka pembeni. Natambua nilikuwa serikalini, pengine capitation haitoshi na mambo mengine kama hayo. Lakini tu ule utunzaji na namna ya kumpata mzabuni mzuri atakayeweza kufanya, tutakuwa support nguvu ya Dr. Samia na serikali yake ya awamu ya 6, namna ambavyo amewekeza kwenye elimu na maeneo mengine. Sisi tunachofanya ni kuhakikisha kwamba ule ubora unaonekana kwa maana ya kikundi kinavyofanya kazi, lakini pia wanatoa elimu kwa vijana namna ya kuweza kutunza shule. Pia serikali kwa maana ya ukichukua tenda usichukue tu ili mradi huyu yuko kwenye mfumo wa NeST, lakini ubora wa kazi anayoifanya. Nadhani watakwenda kuwa washindani wakubwa sana wakiingia kwenye ule mfumo, ili kuweza kuona ni jinsi gani wanaweza kukompiti na wengine. Leo wanaanza kwa kujitolea, lakini mwisho wa siku watahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kujikimu kwa familia zao. Kwa mimi niwaombe ushirikiano nyinyi wa serikali. Tumepokelewa wilayani, mkurugenzi tulishawasiliana naye, tuliongea naye na afisa elimu, tukaongea nao. Kwa hiyo wametukabidhi watu ambao tuko nao, lakini pia tukapenda pia kukutana na nyinyi ili tuwe na lugha moja, vijana muwaone, na wakija kwako ujue wewe unawajibika kufanya kitu gani kwao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.